Kwa siku hizi mbili tumekuwa na ukaguzi wa miradi yetu inayoendelea ya ujenzi inayoendelea hapa jijini Dar es Salaam, hasa miradi ya BRT. Jana tulikagua miradi ya BRT1 Ubungo Kimara, na pia miradi ya BRT4 kuanzia katikati ya jiji Dar es Salaam, Mwenge hadi Ubungo pamoja na Tegeta. Na ni utaratibu wa kawaida tunaofanya ukaguzi kwa ajili ya kuona kwamba miradi inaendeleaje na namna ya kusukuma miradi iende kwa haraka zaidi, kwa sababu kama mnavyofahamu miradi inayojengwa katikati ya mji ina changamoto kubwa, hasa kwa watumiaji wa barabara. Kwa hiyo miradi ambayo inatakiwa ifanyike itekelezwe kwa haraka ili kupunguza usumbufu. Usumbufu utakuwepo, lakini uwe wa muda mfupi. Kwa hiyo baada ya kumaliza ukaguzi wa jana, leo hii tumekagua pia BRT3, tumekagua pia mradi wa ujenzi wa daraja la Jangwani katika ukaguzi ambao tulikuwa tunafanya kwa siku mbili. Tumemalizia hapa kwenye mahali hapa ambapo wanajenga depo hii hapa Gongo la Mboto kwa ajili ya mabasi yaendayo haraka BRT. Kwa ujumla kuna miradi ambayo ina changamoto kidogo ya kuchelewa, hasa miradi ile ya BRT4 kutoka katikati ya mji kuelekea Mwenge, Ubungo pamoja na Tegeta. Imekuwa na changamoto ambazo kwa kweli kwa sehemu kubwa zimechangiwa na wakandarasi wenyewe wanaotekeleza miradi ile, hasa kwa kutokuwa na mipango mizuri. Imekuwa ni concern na tumejaribu kusukuma kwa kiasi kikubwa, lakini kuchukua pia hatua kali za kimikataba kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaongeza kasi ya utekelezaji ili waweze kuimaliza na hii miradi iweze kufikia malengo ambayo yamekusudiwa, ambayo ni kuwa na usafiri wa uhakika katikati ya jiji Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa wale ambao hawajafanya vizuri, kuna ambao tayari tumeshawapiga, hata tunaendelea kuwapiga fine kwa ajili ya kuchelewesha miradi, na kukubaliana sasa kwamba ifike wakati waweze kukamilisha miradi ile, na endapo wataendelea kuchelewesha basi hatua kali zitaendelea kuchukuliwa tu kwa lengo la kuhakikisha kwamba miradi ile inakamilika. Ukienda kwa upande wa mradi ule wa Ubungo Kimara, na huko nyuma kidogo, lakini sasa umefika hatua ambayo unaenda pazuri. Umefika asilimia zaidi ya 70 na upanuzi ule ambao umekusudiwa, maana kazi kubwa pale ni kupanua barabara, kuongeza njia 2 kwa ajili ya kuongeza uwezo wa ile barabara, na hasa tukizingatia ni barabara ambayo ina magari mengi na hasa magari mazito. Kwa hiyo imefikia hatua nzuri na tunatarajia utakamilika sio muda mrefu sana, kwa sababu wenyewe ule changamoto zake nyingi zimeshatatuliwa. Kwa hiyo maendeleo yake ni mazuri. Ukija kwa upande mwingine, mradi wa daraja la Jangwani ambao ulianza mwaka jana mwezi wa 5, kwa kweli umekuwa na maendeleo mazuri, umefika zaidi ya 30%, ambayo ni kama uko ndani ya muda, na tumezidi kusisitiza kwamba waendelee na kasi, hasa wakati huu ambapo hali ya hewa inaruhusu, ili hata itakapotokea mvua zimekuwa nyingi mwezi Machi, Aprili na Mei, basi ukute sehemu kubwa ya kazi imekamilika ile iliyokusudiwa kwa wakati huu, na baada ya mvua waweze kuendelea kwa haraka kwa ajili ya kukamilisha mradi ule mradi. Kwa TANROADS inatekeleza sehemu tu ya mradi mkubwa sana unaoitwa Msimbazi Basin Development Project, ambao ni mradi mkubwa, utahusisha na kazi nyingine, ikiwa ni pamoja na kusafisha mto mzima wa bonde la Msimbazi kuelekea baharini na kuelekea kwa upstream mpaka Pugu. Kwa upande wa mradi huu wa BRT4, kwa upande wa kazi za barabara kwa ajili ya mabasi yaendayo haraka umekamilika kwa zaidi ya 95%,
na zimebaki kazi ndogo ndogo tu za kumalizia ambazo tumekubaliana na mkandarasi kwamba kazi ya mwisho kabisa haitazidi mwishoni mwa mwezi Aprili, zitakuwa zimekamilika kabisa, na hiyo ni kazi ya mwisho kabisa. Kwa hiyo tunatarajia kwa upande wa barabara tutakuwa tumekamilisha, na ndio maana tumeona pia ni vizuri kuja kusisitiza mkandarasi anayejenga depo akamilishe kwa haraka, kwa sababu kama tutakamilisha barabara, mabasi hayana pa kuyapaki na kuyafanyia service na kufanyia huduma nyingine, basi itakuwa mradi wetu hatujafikia malengo ya kuwa na kwenda kwenye hatua ya uendeshaji kwa mradi wa BRT3. Kwa hiyo rai yangu kwa makandarasi na wenzangu katika timu wasimamizi pamoja na TANROADS ni kuendelea kufuatilia miradi kwa karibu sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inatekelezwa katika ubora unaostahili, lakini pia kwa gharama stahiki, tukizingatia thamani ya fedha. Na tunaliweza hilo tu kama tutakwenda na wakati uliopangwa kimkataba, ndipo ambapo hayo tutayafanikisha vizuri. Na kwa upande wa makandarasi tunawasihi nao waendelee yale tuliyokubaliana, yale yaliyoko kwenye mkataba wayazingatie na kuyatekeleza sawa sana mkataba na kwa haraka, ili pia waendelee kujenga majina yao. Manake tofauti na hapo, wale ambao wanatusumbua wafanye vizuri, huko mbele ya safari hatutakuwa na sababu ya kuwapa kazi zingine. Chukue fursa hii pia kuwaomba Watanzania na watumiaji wa barabara kwamba kwa vyovyote ujenzi unaofanyika katikati ya mji utakuwa na usumbufu. Kwa hiyo wawe na uvumilivu na waruhusu kazi ziweze kufanyika ili ziweze kukamilika kwa wakati, na baadaye watu waachie miundombinu ambayo haitakuwa na usumbufu tena. Nawashukuruni sana, asante.